Mheshimiwa Katibu Mkuu, mtoto wetu wa wilaya na mjumbe wa baraza la Waislamu Tanzania, Biladi Alhaji, walimu wenzangu na mashehe, kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kuja kushiriki mazishi ya kijana wetu Bwana Yusuf ambaye Mwenyezi Mungu ameamua ishia. Mengine anaendelea, lakini mwisho wake kwanza hapa. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba alitupa zawadi ya kijana mzuri ambaye kila mtu anaona raha kujinasibisha naye. Ukiwa mtoto mzuri unapata wazazi wengi, huyu mwanangu, na ukiwa wahovyo hata baba yako anakukataa. Huyu sio mtoto wako, sababu ni mtoto wa hovyo. Kila mmoja anapata shida kujinasibisha na wewe. Kwa hiyo maisha yake pamoja na sisi yalikuwa mazuri. Tunamwombea dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, insha Allah amtie katika kundi la watu wema. Amin. Rehma na amani simwendee Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia ziwaendee ali zake, sahaba zake na watu wote wema. Maneno yangu ya leo kuwakumbusheni na kuwahimiza juu ya kuendelea kujenga maisha yetu kidini. Ile ni lengo la kila mmoja wetu, kuishi Kiislamu. Unaweza ukaamua kuishi nje ya Uislamu, hii inaisha. Maana dini zenyewe nyingi sio moja. Qur'ani inasema inna dina inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dini ziko nyingi, lakini bora inayokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Uislamu. Ikiwa utaamua kufuata dini nyingine yoyote nje ya dini ya Uislamu, hiari yako, lakini ufahamu kwamba amali, ibada, jambo lolote unalolifanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu hatutapokelewa, na maisha ya baadaye utaingizwa kwenye kundi la watu wenye hasara. Kwa tunao wajibu huo, kukumbushana juu ya kubakia katika dini yetu ya Kiislamu. Unamwomba Mwenyezi Mungu uishi humo. Kama inavyosema Qur'an, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sema, mwambie kila mtu aishi, aseme ibada zangu zote za sala nazosali, lakini na ibada zangu zingine zote za nje ya mfumo wa sala kama hija, kuchinja, kutoa sadaka, maisha yangu yote na mpaka na kufa kwangu, vyote viwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na shauri hivyo kwamba hii ni shabaha ya kila mtu. Hata kama unaswali
kwa hata kama unaswali sio lazima swali ipokelewe. Unaweza kusali na sala ikawa haimo. Iko hadithi al-Qudsi ya Mwenyezi Mungu anasema innama ataqabbalu as-salata mimman tawadha'a biha li'azmati wa lam yastatilli ala khalqi wa qata'a naharahu li ajli wa lam yabit musirra ala ma'siyati wa rahima al-miskin wal aitam wal musab. Asema tu hadithi kutoka kwa Mungu. Kwa nini hadithi nzuri? Sasa mimi bwana Mungu asema, mimi napokea sala. Nama atakabali swala. Mimi napokea swala, sio za kila mtu. Kuna mtu anaswali sala yake haivuki kichwa. Ukitoa tu salamu yulafu salatuka wa tudrabu biha ala wajhi. Ile sala inakusanywa unapigwa nayo kwenye sura. Na unaombewa dua pale na malaika. Dayya'aka Allahu kama dayya'tani. Sala inasema Mungu akuachilie kupotea kama nilivyopoteza mimi. Sasa wewe unakuja kusali lakini unasalije? Wakati unasimama mbele ya Mwenyezi Mungu hauhisi ule utukufu wa Mungu mbele yako. Unasali ila hali unahisi kama uko katika jambo la kimila na kidesturi tu. Kwamba mimi naswali kwa sababu utaratibu wangu kusali. Sio kwamba uko mbele ya Mungu. Haiwezi kukubaliwa kisa. Ndio Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema hii. Sasa innama ataqabbalu salata, si vinginevyo mimi napokea sala mima nitawadha biha li'azmati, kwa mtu ambaye anaposali anakuwa ni mnyenyekevu kwa utukufu, kwamba mimi nasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unasali unapata hofu kwamba hapa nipo kwa mwenyewe. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam idha qama fi salati, akisimama katika sala ihmarra jilduhu, mwili wake wote unabadilika rangi. Sisi hatufanyi hivyo. Ukija kusali hapo unasali kama ni uko hapa lakini mambo yote yako Dar es Salaam au sio hapa. Fati. Ukisali hapa mpaka unasahau hizi rakaa 2 au 3. Hapo kingilizi anasema. Unasahau kaulia 3 ya 4. Unaweza kupiga watu, kuna bwana mmoja anapiga wenzie rakaa swala fajr, swala rakaa 5. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mughira alikuwa amepiga tungu. Atoa salamu akauliza hal azidukum alayhi, niongeze kidogo. Wakati alhamdulillah la kutosha. Kama hizo zitatoa roho hizo watu. Ana uoga na sala walikuwa wanasali zamani, wanasali wanazungumza. Imamu Sayyidina Umar bin Khattab anasema kuna nusali wa yukallimu na ba'duna ba'd. Ndio wakati mwingine sisi tunasali na tunasema bwana vipi vigasi tumeiva. Yukallimu ba'duna ba'd. Mpaka wakataza hafidhu as-salat was-salawati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Kimya mkisali kwa utulivu, mkae kimya, walikuwa wasali vizuri. Na unajua sala ilikuwa inaongezwa kidogo kidogo. Haikuwa yote kamili, kidogo kidogo. Sabbih isma rabbikal a'la. Ijaluha fi sujudikum. Mtu anaambia imechuka sura, sabbih isma rasulullah. Ijaluha fi sujudikum. Sabbih isma rabbikal a'la. Najim sema subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal. Fasabbih bismi rabbikal a'la. Ijaluha ala ruku'ikum. Hii mwekeni kwenye rukuu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Sala yote ni dua na kumadhirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukisali unasalije wewe ili pokelewe? Wewe unapoteza muda wako, umesimamisha shughuli zako, umekuja msikitini kusali. Sali vizuri. Unasali unatazama saa. Unasali unaangalia kama una miadi kafika. Unaona mtu anageuka kulia, anageuka kushoto. Sasa usimame kwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe umesimama mbele ya Mola wako, bado unageuka kulia kushoto. Unatafuta nini? Hata Mwenyezi Mungu anasema, "Ya abdi, ila man taltafitu ilayhi wa ana baina yadayka." Wewe ndio wangu.
mwingine unaenda kumtafuta ni nani? Sasa sala hii itachukuliwaje bwana? Itatupiliwa mbali, tunapigwa, wewe hauna maana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi aliyopokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inma ataqabbalu salat, mimi napokea hizi sala bima tawadha li azmati, bima tawadha, kwa mtu anafanya unyenyekevu bila kupitia hiyo sala li azmati, akajua ule utukufu wangu, wala yastatila ala khalqi, lakini pia hakujikweza na kujifanya yeye ni bora kwa viumbe wengine. Mimi ndio bingwa katika sala. Kuna mtu anajifanya anaswali sana kwamba bwana mimi ndio komesha. La. Wewe ukisali Mungu akukubalie bwana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sema hivyo. Ukisali usijikweze kwa ibada yako. Sali kawaida. Usali unajua mimi natafuta utukufu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hizi sala za namna hii ndio ambazo zinapokelewa. Lakini kama unasali kwa mbwembwe na mikogo, haiwezekani. Sala haiwezi kuwepo. Apokei kabisa sala. Sasa sisi kwa sababu tumepata fursa ya kuwepo hapa duniani tunaishi, basi tutumie muda mzuri kujisogeza karibu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na tusogeze kwa kufanya amali za taa. Fanya ibada. Ujitahidi. Tumetoka kufunga Ramadhani. Tumemaliza Ramadhani alhamdulillah. Ramadhani ilikuwa na mambo makubwa mawili. Yote yako kwenye imani. Kufunga ni jambo la imani. Au si? Lakini pia lengo ni kufanya tuwe na ucha Mungu, ni jambo la kiimani. Baina ya yote haya lengo kwenye moyo ni sisi kuongeza uhusiano wetu wa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ndio kai karibu yake ili hata ikitokezea la samaha Allah ukafa, basi hakuna cha kujutia. Kwa sababu lazima tutakufa. Huyu kijana wetu huyu nimeambiwa walikuja mashehe wale vijana nyumbani usiku. Walikuwa wananiambia ni nani? Mimi na shida kubwa sana ya kujua majina. Naweza kwenda kujua huyu namjua, lakini shida yangu nyingine kubwa ni majina. Wakanifungulia, kama unasema Fakir, wakanifungulia nani ba? WhatsApp, huyo. Akasema namjua. Bado kijana mdogo. Sasa kama unafikiri kwamba lazima uwe mzee, umekosea. Zamu yako inaweza kuja kaja fito. Kwa vizuri kutengeneza mazingira yetu mazuri Sasa mimi naomba ni kuhusu jambo hili la kumrejea kubaki hapa Mwenyezi Mungu. Kila mmoja unajitahidi hata kama ni kidogo. Alafu hata ukisali sana weka na kaongeza kadogo. Utaratibu hapa zamani ulikuwa mkubwa mzuri. Ilikuwa mkisali msikitini, unaona msikiti watu watoki, watu wako mle wanaswali sunna. Amna hizo. Yaani mtu akimaliza kusali anatoka. Katika msikiti anahisi kama yuko kwenye viki fulani, anapoteza uhuru. Yaani na msikiti tunaambia almuslimu fi masjidi kasamak fi miyah. Muislamu msikitini anatakiwa kae kama samaki kwenye maji. Anayeonea raha maji. Na mtu munafiki msikitini anakuwa katairu fil qafasi. Ni kama ndege kwenye tundu. Ukifungua tu mlango hayupo. Sijui kama nakosea sana, lakini ukweli ndio huo. Ukweli ndio huo. Kwamba wakati mwingine watu hatuwezi kuvumilia ukae msikitini kidogo usali zako sunna. Kuna sunna kwenye swala. Ukishaswali sala alasiri hakuna swala. Lakini kabla ya magharibi iko. Baada ya magharibi iko. Kabla ya isha iko. Baada ya isha iko. Kabla alfajiri rak'atay alfajr iko. Ukimaliza kuna shuruq iko. Wengine wanaita duha iko. Wengine wanaita salatul awabina, sala za wale watu ambao wanarudia kwa Mola wao. Ziko. Sasa weka mfumo. Ni kama vile unafanya biashara, unajitengenezea na kafaida kako vile vile. Isije kuwa ni kwamba wewe unafanya biashara hautaki faida, hapana. Kwa hiyo wito wetu sisi Waislamu wote
umebahatika kuwa Muislamu, uko kwenye dini, alhamdulillah. Simama hapo, usitoke. Unamuomba tu Mungu, Allahumma thabbit qalbi ala dini. Mungu thibitishe moyo wangu kwenye dini, kwa sababu moyo unabadilika. Hauwezi hata ukajua utakwenda peponi au motoni. Unaweza mimi nitakuwa mtu wa peponi, ukakosea. Sayyidina Umar bin al-Khattab anasema law nada al-munadi yawm al-qiyamah kullu an-nas yadkhulu al-janna illa wahid la khiftu an akuna ana. Ikitangaza siku ya kiyama wana watu wote waingie peponi ila mtu mmoja tu ana tatizo. Omar anasema nahisi nitakuwa ni mimi. Si mwanadamu. Sasa huyu Umar bin Khattab khalifatul adil, mtu ana mambo makubwa. Mimi najua hadithi zake zaidi ya 200 za utukufu na ubora wake. Mambo aliyoyafanya makubwa, lakini anaogopa. Imam Shafi'i anasema mimi ukiweka pepo kulia na hapa mbele nitachagua kwenda huko mbele. Mauti iko hapa, kifo kipo. Mimi nitakwenda kwa mauti. Kwa sababu gani? Siwezi kwenda peponi kwa sababu sijui. La adri hinama atahawwal. Sijui ni wakati ule nageuka pale. Nilipokuja janna, kuingia peponi. Halakuna wala millati al-Islam. Roho moyo unaweza kugeuka hapa ukatoka. Alhamdulillah. Mimi nilikuwa wanijua angepeleka mtoni tulishana. Sasa siwezi. Sasa Mungu anaishi nyota. Kwa hiyo tuombe Mungu atupe bahati yake. Tumeambiwa maiti wetu walifanya amekufa kwa kifo cha ajali ya gari. Na ndivyo anapanga Mungu. Huwezi kusema kwamba gari ilikuwa bovu. Sasa kuna magari nimekwecha ajabu lakini yanatembea. Sasa lakini yeye kafa kwa ajali ya gari. Hii ni kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba huyu kijana biashara yake inaishia hapa. Sasa sisi kubwa kwetu ni kumsaidia ili inshallah Mwenyezi Mungu amtetee. Mwenyezi Mungu amtie katika kundi la watu wema. Unajua amechanganyika kidogo. Kwa hiyo vizuri tuwahi kwenda kumstiri sawa kabisa. Na kwenda kumpeleka kama ni mtu mwema kule kunabadilika, kunakuwa ni janna. Hakuna tena majeraha. Ila kama ni wahofu, shida ni kubwa zaidi kuliko hii. Basi tumpeleka kwenye nafasi ambayo tuna hakika kwa maisha tumeona sisi watu bwana, tuna huyu bwana kwa mtu wa kheri. Unamuona mtu mbaya unamjua. Kimuona tu sasa huyu afai. Kwa sababu hata sura mwingine, watu sura ni kweli kuna sura mbaya lakini kuna wengine sura kama limao. Tazama tu. Unajua hapa ni matatizo. Sasa huyu ukimtazama ndio mtu wa kheri. Mzike Mwenyezi Mungu amrehemu. Na sisi Mwenyezi Mungu atupe na Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuwe watu ambao tutakutana naye siku ya kiyama. Pia Mwenyezi Mungu atujalie pia sisi inshallah tupewe kitabu chetu cha kuume wa kulia na yeye apewe kitabu chake kwa mkono wa kuume wa kulia. Lakini inshallah tuwe katika makundi ya watu wema pamoja na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati